Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wakurugenzi, mlikuwa mnakusanyaje? Nani alikuwa anakusanya? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo awali ni kwamba kwa halmashauri au kwa serikali za mitaa kulikuwa na kila kituo cha kusanyia ushuru, kikiwa parking za magari, hasa hususan kwenye maeneo ya hapa, yalikuwa yanakusanywa na serikali za mitaa. Nani alikuwa anakusanya? Ndio, nani alikuwa anakusanya? Sisi serikali za mitaa, kwa maana ya ofisi ya mkurugenzi, ilikuwa inakusanya kupitia pale. Sasa kwa kituo kama cha Ifunda walikuwa wana kikundi ambacho kilikuwa kinasimamia ukusanyaji wa hapo kwa sababu ya mazingira, na hicho waliendelea kumweka mtu wao anayekusanya kwa ajili ya maendeleo ya serikali ya kijiji. Lakini baadaye hapo 2015 ndio iliondolewa kwenye serikali za mitaa na kurejeshwa TANROADS. Kwa hiyo TANROADS ndio walichukua jukumu la kuona namna gani watakusanya kodi zote zinazohusiana na parking kwenye barabara kuu. Kamanda wa TAKUKURU, lifuatilie hili jambo lote kabla na sasa, nipate taarifa yake. Walishakuja hawana majibu, mmejuaje? Kamanda, hebu tuambie mmechukua hatua gani kwenye jambo hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyozungumza meneja wa TANROADS mkoa, vyanzo hivi mwanzoni vilikuwa vinasimamiwa na kwenye vijiji ambavyo viko jirani na barabara kuu. Kwa hiyo kulingana na maagizo ambayo walikuwa wamepewa TANROADS kutoka na bodi ya barabara kwamba vyanzo hivi virudi TANROADS, sisi kama taasisi kwa kushirikiana na TANROADS tuliweza kuvirudisha hivi vyanzo katika mikono ya TANROADS, na mpaka sasa hivi wanaendelea kukusanya. Na hata kama ukipita barabarani utaona wameweka mfumo mzuri. Sasa hivi maroli yale yanatozwa 1400 mpaka 1500, lakini wanakusanya vile vile kwa kupitia posi. Na ukiangalia afua iliyopatikana pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mapato hayo sasa hivi yanakwenda sehemu ambayo ni sahihi na makusanyo yamepanda. Ndio kazi ambayo TAKUKURU tuliifanya, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa unajua mimi kila ninapofika nimeshapokea makabrasha hayo, nina makabrasha zaidi ya 500 hapa, na haya ni makabrasha ya kutoka site. Umewasikia hapo? Ndio, nimewasikia. Nataka ripoti yote ya zoezi hili la ukusanyaji jinsi ambavyo limefanyika kabla na sasa, na wahusika nijue waliokuwa wanahusika, ili tujue fedha hizo zimeenda wapi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.